Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope kila mtu iko sawa. Nataka kuongea kwa huyu msichana anajitanga Sujinsi something, ambao yeye akiona msanii yote au akiona youth yote ameenda kwa program ya serikali au serikali amemuita kwa kazi ambayo anafanya, anaenda kumpinga huyo. Na nasikia alikuwa mwalimu, na sijui kama wazazi wake ni walimu. Yeye kama wazazi wake ni walimu, kwa nini anamwambia wazazi wake wa resign awache kazi ya serikali? Na kama yeye ni mwalimu, kwa nini alikuwa anafanya hiyo kazi ya walimu? Si bado anapeiwa na wale nini na serikali, hata kama ako private schools. Hii ndio akili nakwambia, majenzi wengi ni wajinga. Majenzi wengi ni takataka. Kwa sababu unapata majenzi wengi wamesoma lakini wanaenda kuosha vyombo huko Saudi Arabia. Alafu wanakuja kuringia watu hapo kwa TikTok. Na English kubwa hapa na unaosha vyombo Saudi Arabia. So anajiita agency shu badi shu whatever. Akili uko nayo ni mbaya. So niseme kama mtu ni MCA na serikali amemuita aenda afanye MCA mahali popote, so asiende kwa sababu wewe unapinga serikali. Akienda huko unakuja unamgonga na huko na huko. Sasa hii anapinga huyu mwimbaji, sio anaitwanga nani, ambao alienda naita Gaben, alienda huko kuimba ile siku ambao tulikuwa na Africa Forward Cement. So ameanza sasa kuongea juu ya huyu, amesema amefanya kitu ibaya, sio amefanya nini, sijui nini. So ulikuwa unataka huyu jamaa afanye nini? Na hiyo ndio kazi yake. Akiitwa malingine aenda host aimbe, anafanya hivyo. Your enemy is not my enemy. Na your friend is not my friend. Na my friend is not your friend. And my enemy is not your enemy. Sawa Jensi Mbadi. Ninyi uliingia siasa juzi. Unakoroga siasa hapo, unagani unajua kila kitu. Na nyinyi ni project ya mtu. Nyinyi ni project ya mtu, kwa sababu hizi vitu nyinyi huwezi fanya bure bila malipo. Lazima kuna mtu anawalipa. Lazima kuna mtu anatoa chai. Lazima kuna mtu anatoa pesa ya always. Lazima kuna mtu anatoa pesa ya part hapa. Always kuna wale anatoa pesa hapa makeup. Kwa hii kazi nyinyi unafanya, kuna wale anatoa pesa ya kusuka nywele. Kuna wale ambao wanatoa pesa hapa kuweka kwa mafuta ya gari. Obvious kuna mtu iko nyuma yenu ambao anatoa pesa ya pads nyinyi unanunua, unakaa nayo kwa mwili. So wacha watu wafanye kazi yao. Kama mtu ni construction anafanya, serikali kumuita atengeneze barabara, enda. Kwa sababu kila kitu kwa hii Kenya inaoniwa na serikali. Hata private sectors iko under serikali kulingana na sheria. So wacha kupimia watu hewa. Wewe kama hujapata hiyo opportunity, kaa nayo. Kama hutaki kufanya, kaa hivyo. Kaa hivyo.